alitumba wanadamu wa aina moja. Alitumba wanadamu ama watu wa aina moja. Ni kwamba tukifanya dhambi tunajua kwamba tumefanya dhambi, tukisha kosea tunajua kwamba tumekosea. Anasema kwamba pamoja na yote tumeachwa hai kwa sababu ya rehema ya neema ya Mungu peke yake. Tumeacha wazima, tumeacha hivi tulivyo, ni kwa neema, ni kwa rehema za Mungu Mwenyezi peke yake, za Mungu peke yake. Tumeacha hai, tumeachwa na namna na hali ya uzima, ni kwa sababu ya rehema za Mungu. Kama nilivyosema kwamba hata si wenyewe mioyo yetu inatushuhudia kwamba aina maisha tulionayo haiko sawa mbele za Mungu, haiko sawa. Moyo wako, nafsi yako inakuwa inakushuhudia, hasa pale ambapo unakuwa unafanya jambo baya, pale ambapo unakuwa unafanya jambo chafu. Moyo wako, dhamiri yako inakuwa inaongea kwamba unaweza kufanya sio. Sasa nikiwa naelekea mwisho kwamba tumeachwa hai ni kwa neema, ni kwa rehema za Mungu Mwenyezi, kwamba kama Mwenyezi Mungu hajatuacha hai kwa sababu ya matendo yetu mazuri, basi ametuacha hai ili tuweze kugeuka njia zetu. Kama nilivyosema kwamba hakuna wema wote ambao tumeutenda, ni rehema za Mungu tu, ni rehema za Mungu ambazo Tito anasema kwamba neema ya Mungu iokoayo wanadamu wote imefunuliwa, nayo yatufundisha, nayo yatuonya, yatufundisha kukataa ubaya. Anasema kwamba na tamaa zote za dunia. Neema ya Mungu ni pamoja na uzima ulionao na hali ulionayo ambayo hujaitolea gharama yote, lakini pamoja na hayo Mungu amekuacha hai. Mungu amekuacha hivyo ulivyo, ni kwa neema yake, ni kwa rehema zake. Atakuwa anafahamu haya ni mabaya kiasi gani, hataweza kuyashinda kwa sababu ni mabaya, lakini alimadamu ile kinga na neema ya Mungu itakuwa imetesekana juu yake, itakuwa ipo juu yake, lazima atajikuta anakosea. Ndio maana sisi kwamba zina ni dhambi ama mwana ni dhambi, tunajua vitu vingi, mambo mengi ambayo tunayafanya, ambayo tunayatenda, tunajuaga kwamba ni dhambi, tunajuaga sana. Ndio maana si wenyewe tukifanya yote hayo, tukitenda yote hayo, tunawafanya kwa siri, na tunakuwa tutaki kwamba ajue mtu yeyote. Tunakuwa tutaki kwamba mtu yeyote ajue, lakini yote kwa yote Yesu anasema kwamba bila mimi ninyi hamwezi neno lolote, ya kwamba mwanadamu katika namna yote, katika hali yoyote, bila Mungu hawezi kushinda dhambi. Wengi tunashuhudia kwamba hivyo, kwamba
mambo haya tunayofanya, tunayotenda ni kawaida tu, lakini kwamba hakuna dhambi yoyote ambayo utakunaifanya, utakunaitenda ambayo itakuwa bure kwenye maisha yako, kwa sababu wewe haiwezekani leo uko na Shura, leo uko na Isa, leo uko na Maria, leo uko na nani, halafu wewe uko unajiona kwamba upo salama sana. Hamna ndugu yangu, unajidanganya sana. Ni kwamba maisha yote ya dhambi, maisha yote mabaya, unavyokuwa fanya, unavyokuwa tenda, kwa sababu dhambi yenyewe mara nyingi inakuwaga inafurahisha, ni tamu sana wakati wa kuifanya ama wakati wa kuitenda, lakini wewe mwenyewe ukishaifanya ama ukishaitenda, unaweza kujiona ni mojawapo ya kiumbe wa ovyo sana, kwa sababu ya dhambi uliyoitenda, kwa sababu ya dhambi uliyoifanya. Yesu anasema kwamba neema ya Mungu imefunuliwa kwa watu wote. Nasema kwamba nayo yatufundisha kukata ubaya na tamaa zote za dunia, kama vile ambavyo Yesu amesema kwamba wale wote ambao walipata na mambo mabaya hawakuwa na dhambi kuliko ninyi. Vivyo hivyo Yesu anaongea na moyo wa kila mtu, anaongea na moyo wa kila mtu kwamba kama hautageuka, hatutageuka, tutakufa katika dhambi zetu, tutakufa katika ubaya wetu. Maana kila mtu atakufa kwenye aina yake ya dhambi, lakini Yesu anasema kwamba nalikuja ili wawe na uzima wa milele. Anasema nalikuja ili wawe na uzima wa milele, wapokee uponyaji, wapokee uweza mpya kwenye miili yao, kwenye maisha yao, kwenye mwenendao na kadhalika. Wapokee hali mpya, wapokee aina mpya za matumaini, aina mpya za faraja, aina mpya za neema ambayo itawezesha wao kushinda dhambi kwa namna moja ama nyingine. Wapokee hali mpya, wapokee namna mpya. Ndio maana Yesu alivyokuja kwa wanadamu, alivyohubiri watu, pamoja na kwamba aliwaponya magonjwa yao, aliweza kuwasaidia kwenye namna mbalimbali, lakini hata pale ambapo Yesu aliwaponya watu, aliwaambia neno moja ya kwamba angalia, umeshakuwa mzima, usitende dhambi tena. Maanake lengo la Yesu kuja duniani, maanake ni yeye kuleta uweza mpya kwenye maisha ya watu. Ndio maana Yesu alipokuta watu ambao waliokuwa wagonjwa, aliweza kuwaponya magonjwa yao. Alipokuta watu ambao walikuwa malaya, walikuwa sio malaya tena. Kama ni wanawake walikuwa makahaba tena, walikuwa sio makahaba tena. Watu ambao walikuwa hawana aina matumaini, waliokuwa wagonjwa, waliweza kupokea hali mpya kwenye maisha yao. Waliokuwa wavuta bangi, waliokuwa walevi, waliokuwa wanafanya uchafu wa kila namna, waliweza kupokea uweza mpya, neema mpya. Ndio maana maandiko yanasema kwamba
wote waliompokea aliwapa neema ya kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina la mwana wa pekee Yesu Kristo. Wote waliompokea aliwapa uweza, aliwapa nguvu na kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale walioaminio jina la mwana wa pekee Yesu Kristo, ambaye yeye alikufa kwa ajili ya wenye dhambi, ambao wa kwanza wao ni mimi. Ambao neema ya Mungu anasema imefunuliwa kwa wanadamu wote, anasema nayo yatufundisha, nayo yatuonya, nayo yatukumbusha habari ya maisha yetu, ya kwamba kama wewe ni malaya usipotubu utakufa kwenye malaya wako, utakufa katika aina yako ya maisha. Kama vile nilivyosema kwamba hivi tulivyo tunaishi kwa sababu ya uvumilivu wa Mungu alionayo kwenye maisha yetu, alionao